hapa ni uchambuzi wa kina na wa kitaalamu wa riwaya ya Rosa Mystica ya Euphrates Kezilahabi. Uchambuzi huu umegawanywa katika sehemu kuu 5: muhtasari, plot/msuko, maudhui, fani na falsafa, ili kukupa picha kamili ya kazi hii adhimu ya fasihi. Moja. Muhtasari wa riwaya, summary. Rosa Mystica ni riwaya inayohusu maisha ya binti anayeitwa Rosa kuanzia utoto wake hadi kifo chake cha kusikitisha. Rosa anazaliwa katika kijiji cha Ukerewe akiwa binti mkubwa wa Zakaria na Regina. Maisha yake yanatawaliwa na malezi ya kiimla ya baba yake Zakaria, ambaye anatumia ukatili na sheria kali sana ili kuwalinda binti zake dhidi ya ushawishi wa wanaume. Hata hivyo, ukali huu unamfanya Rosa kuwa mnafiki na mwoga. Anapoondoka nyumbani kwenda shule ya bweni na baadaye chuo, anashindwa kuumudu uhuru mpya alioupata. Anajikita katika maisha ya anasa na mahusiano ya kimapenzi yasiyo na tija, akitafuta mapenzi aliyoyakosa nyumbani. Mwishowe, kutokana na shinikizo la jamii, kashfa na upweke, Rosa anakata tamaa na kujiua, jambo linalomwacha baba yake na majuto makubwa ya kudumu. Mbili. Msuko wa matukio, plot. Msuko wa riwaya hii ni wa mfululizo, linear plot, ambapo matukio yanafuatana kwa wakati. Mwanzo, tunaonyeshwa maisha ya familia ya Zakaria. Zakaria ana binti watano na anasikitika kukosa mtoto wa kiume. Anatumia fimbo na vitisho kuwatawala binti zake, hasa Rosa. Kupanda kwa mgogoro Rosa anaanza masomo ya sekondari. Hapa anaanza kuasi kwa siri. Anaanza kupokea barua za wavulana na kuingia katika vishawishi. Hapa ndipo mbegu ya uharibifu inapopandwa, kwani hana muundo wa kimaadili wa ndani, bali aliishi kwa hofu ya fimbo tu. Kilele, climax. Baada ya Rosa kuhitimu na kuanza kufanya kazi chuo, anajihusisha na wanaume wengi, akiwemo mwalimu wake na wakubwa serikalini. Jina lake linaharibika vibaya kijijini na mjini. Barua inafika kwa baba yake ikimwelezea uchafu wa binti yake. Zakaria anamlaani na kumkana. Mwanguko, Rosa anajikuta mpweke. Jamii inamtenga kama waridi lililonyauka. Haoni tumaini la kuolewa au kusamehewa. Mwisho, Rosa ananywa sumu na kufa. Riwaya inaishia na mazishi yake na mabadiliko ya Zakaria, ambaye anajuta na kuanza kuwa mpole kwa binti zake waliobaki, lakini madhara yameshatokea. Tatu. Maudhui, themes. Maudhui ni jumla ya ujumbe na mawazo makuu yaliyomo katika kazi. Moja, malezi ya kiimla. Hili ndilo dhumuni kuu. Kezilahabi anajenga hoja kuwa malezi ya vitisho hayajengi maadili, bali yanajenga unafiki. Rosa hakuwa mwema kwa sababu alipenda wema, bali kwa sababu aliogopa fimbo. Fimbo ilipoondoka, maadili yalitoweka. Mbili, nafasi ya mwanamke. Mstari wa riwaya inaonyesha jinsi mwanamke anavyochukuliwa kama chombo cha anasa na jinsi anavyokandamizwa na mfumo dume Zakaria na mfumo wa elimu. Tatu, elimu. Kuna mgongano kati ya elimu ya darasani na maadili ya jamii. Elimu inampa Rosa uhuru, lakini haimpei busara ya kuutumia uhuru huo. Nne, mapenzi na ndoa. Riwaya inachambua mapenzi ya dhati dhidi ya mapenzi ya kilahai, lust. Rosa anatafuta mapenzi lakini anaishia kupata tamaa za wanaume. Tano, dini. Kezilahabi anagusia unafiki wa kidini ambapo watu wanajifanya watakatifu mbele za watu kama Zakaria mshika dini, lakini nyumbani ni wakatili. Nne, fani, literary techniques. Fani ni ufundi wa kisanaa uliotumika. Wahusika: Rosa, mhusika mkuu anayebadilika, dynamic character. Zakaria, mwakilishi wa mfumo dume. Regina, mwakilishi wa wanawake wanyonge. Lugha, mwandishi ametumia Kiswahili sanifu, rahisi lakini chenye taswira nyingi. Kejeli, irony. Ni kejeli kwamba Zakaria, aliyetaka kulinda utakatifu wa binti yake, ndiye aliyekuwa chanzo cha kifo chake. Pia, jina Rosa Mystica, waridi takatifu, ni kejeli kwa maisha ya dhambi aliyoishi baadaye. Sitiari, metaphor. Rosa anafananishwa na ua la waridi. Waridi ni zuri lakini linanyauka haraka likikosa matunzo sahihi. Taharuki, suspense.
Msomaji anatamani kujua, je, Zakaria atamfanya nini Rosa akigundua siri zake? Je, Rosa ataolewa? Tano. Falsafa. Philosophy. Falsafa ya Kezilahabi katika riwaya hii imejikita katika uwepo, existentialism, na uhalisia, realism. Moja, falsafa ya uwepo. Kezilahabi anaamini kuwa mwanadamu anapaswa kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi na kuwajibika kwa maamuzi hayo. Rosa anashindwa kwa sababu hakuwahi kupewa nafasi ya kuwa yeye, self determination. Alikuwa ni mradi wa baba yake. Mbili, uhalisia wa kijamii. Mwandishi haandiki hadithi ya kusadikika. Anaandika mambo yanayotokea katika jamii ya Kitanzania: ukatili wa wazazi, vishawishi vya shuleni, na matokeo ya kisaikolojia ya shinikizo la jamii. Tatu, falsafa ya majuto. Kezilahabi anaonyesha kuwa binadamu hugundua ukweli baada ya maafa, tragedy. Zakaria anabadilika falsafa yake ya maisha baada ya kifo cha Rosa, akigundua kuwa binadamu haongozwi kama mnyama kwa fimbo, bali kwa akili na upendo. Ujumbe kwa jamii. Kezilahabi anatoa mwito kwa jamii kulegeza kamba za mfumo dume na kutoa malezi ya rafiki kwa watoto, hasa wa kike, ili waweze kukabiliana na ulimwengu kwa kutumia dira ya ndani, conscience, badala ya hofu ya nje. Je, ungependa nikuchambulie nukuu maalum kutoka kwenye riwaya hii zinazothibitisha falsafa hizi, au unahitaji msaada wa maswali ya mtihani?